Namni usiku mwingine tena tunakutana hapa kuweza kujua yale ambayo tunakuwa tumekuandalia kwa siku nzima hapa katika Mshike, ikiwa ni 3 kamili mpaka 4 kamili, na usiku huu utakuwa nami Akida Kilango. Yapo mengi kweli kweli ambayo tumeweza kukuandalia usiku huu, lakini kwa sasa ni kupitishe kwanza miongoni mwa yale tutakayofahamu ni pamoja na haya. Simba na Azam FC zaendelea kujifua kujiandaa na Mzizima Dabi Benjamin Mkapa kuamua vita kiufundi. Mabingwa watetezi Young Africans kuifuata Coastal Union kesho, ngoma kupigwa Jamhuri Dodoma. Na Kogalo na Igwe za kamilisha maandalizi yao, zasema kazi ipo mashemeji dabi Jumapili. Nam nikukaribisha katika Mshike, mimi ni Akida Kilango. Kikosi cha matajiri wa jiji Azam FC kimeendelea na mazoezi leo jioni kujiandaa na mchezo wa Jumapili hii katika Mzizima Dabi watakapokipiga dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Mchezo huo utakuwa ndio dabi ya kwanza kwa Florai Benge tangu ajiunge na mabingwa hao mara moja wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara, na amebeba matumaini ya wengi kuendeleza ubora na ushindi kwenye mchezo huo. Tayari imeshaivusha Azam FC kwenye ndoto yake ya muda mrefu ya kufuzu hatua ya makundi michuano ya CAF, na sasa kiu ya wengi ni kuona tena wanachamazi wakibeba ubingwa wa ligi. Pamoja na mambo mengine mengi, wanaamini uwanja wa mazoezi utaenda kuwapa kile wanachokitaka kwenye uwanja wa mechi, kama anavyothibitisha ofisa habari wa kikosi hicho Hashim Ibwe. Tunakwenda kucheza mechi ambayo ni ngumu kwa sababu recently matokeo hayajawa mazuri. Ni miongoni mwa sababu kuu ambayo inafanya mchezo huu pia kuwa mgumu, kwa sababu timu inapopata matokeo mazuri ya ushindi, maana yake morali yake pia inakuwa juu. Lakini pia ni mechi ngumu kwa sababu tunaokwenda kucheza nao ni miongoni mwa title contenders, kila msimu wanatajwa hivyo, na kiukweli wanaweza kudeliver. Kwa hiyo nafikiri kwa matokeo yalivyo tunaingia kwenye huu mchezo tukiwa underdog, ambako kimombo tunasema we are going to put a fight. Uzuri ni kwamba mechi kubwa hainaga kwamba huyu yuko kwenye form gani au yuko kwenye form gani. Mechi yoyote kubwa itakuwa determined siku ya mchezo wenyewe, approach na vile ambavyo mmejipanga. Kwa hiyo sisi kama club tuko vizuri, tuko tayari kwa ajili ya huo mchezo. Maandalizi yanaendelea. Tunavyozungumza tangu jana wachezaji wetu wako kambini na wanaendelea kujiwinda na huo mchezo. The best part ni kwamba mara zote tunapokutana na Simba, hiyo mechi inakuwa nzuri. Hatutaki kuzungumza wala kuongeza kitu kingine chochote. Sisi tunawaahidi tu mashabiki wetu mechi nzuri, waje uwanjani. Najua wako disappointed kuiona timu imetoka sare mara 3 mfululizo kwenye mechi zilizopita za ligi kuu, lakini siwakatishe tamaa. Mchezo mkubwa ni mchezo mkubwa tu. Vyovyote itakavyokuwa, we are going to put a fight and we are gonna do it. Katika hatua nyingine, ofisa habari wa Azam FC Hashim Ibwe amesema namna kiwango cha mlinda mlango Aishi Manula kilivyorejea kwa kasi katika mchezo wao uliopita dhidi ya Singida Black Stars, huku akiweka wazi uwezekano wa kumtumia katika michezo ijayo, na kama itakuwa hivyo, hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Aishi Manula kucheza dhidi ya waajiri wake wa zamani. Kuhusu mchezaji kuwa uwanjani, kama Aishi kwa mfano alirudi kwenye mchezo dhidi ya Singida, kurudi Aishi na kuwa na performance nzuri kama ile, kwa sababu mchezo wetu dhidi ya Singida ulikuwa ni mchezo wa walinda mlango. Mpaka anakuwa man of the match golikipa wa Singida, maana yake washambuliaji wetu walifanya kazi nzuri ambayo haikuwa na bahati mpira kwenda kwenye kamba. So maana yake ni kwamba tunaweza kucheza mechi kubwa. So kurejea kwa Aishi Manula kwanza kucheza ni wakati mzuri. Ni jambo zuri na la kulifurahia. Kuonyesha kiwango kizuri ni jambo la kulifurahia zaidi. Hiki ndio kitu ambacho kama club tunajivunia. Kwa hiyo kuhusu yeye kucheza mchezo wa Simba au kuwapo golini kwenye mechi zote zinazofuata, nafikiri hiyo ni juu ya mwalimu mwenyewe, lakini mimi ukiniambia nifanye personal assessment, amefanya kazi nzuri, anastahili kuwa pale alipo. Inawezekana akawa ni mtu wa mfano kama ambavyo alikuwa kwenye mchezo wa Singida, na probably Aishi atakuwa miongoni mwa wachezaji wa hiyo mechi kwa vile ninavyoona kutokana na kipimo ambacho alikionyesha kutoka kwenye mchezo wa kwanza. Kwa hiyo kwetu sisi ni good news kumuona golikipa kama yule amerejea, na we are proud kumuita Tanzania 1.
Baada ya kuwatazama matajiri wa jiji Azam FC, sasa tugeuke klabu ya Simba, ambapo klabu ya soka ya Simba na yenyewe haina kulaza damu. Jioni ya leo imerejea katika uwanja wa mazoezi wa Bunju Mo Arena kujiandaa na mchezo huo wa Mzizima Derby dhidi ya matajiri wa jiji Azam FC. Ni jana tu wekundu wa Msimbazi Simba wametoka kushinda mabao 3-0 dhidi ya Mbeya City kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali amesema wanafahamu kwamba mchezo wao dhidi ya Azam FC hautakuwa mwepesi hata kidogo, hivyo wamejiandaa kwa kila njia kuhakikisha wanavuna alama 3 mbele yao. Mechi baina ya sisi na Azam ni moja kati ya mechi ngumu sana ambayo tunakwenda kucheza. Lakini yote kwa yote sisi tumejidhatiti, tumejipanga na tumejiandaa kwenda kupata ushindi katika mchezo huu. Pamoja na ugumu wote ambao umeuzunguka mchezo huu wa Jumapili tarehe 7, lakini sisi hakuna kingine tunakitaka zaidi ya ushindi. Na kwa nini tunataka ushindi? Kwanza tunataka muendelezo chanya katika mechi zetu za ligi kuu. Tangu tumeanza ligi kuu msimu huu tumekuwa na muendelezo mzuri kweli kweli, kiasi ya kwamba hakuna timu yoyote ambayo inaifikia Simba Sports Club kuwa na aina haya matokeo ambayo sisi tunayo. Sisi ndio timu pekee ambayo tumefunga magoli mengi, ndio timu pekee ambayo hatujapoteza hata alama moja, ndio timu ambayo tunafanya kila kitu kizuri katika ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunataka kuendeleza ushindi huo. Lakini Azam ni mpinzani wetu katika kuwania ubingwa. Mpaka sasa ameshadondosha kama si alama 8 basi alama 6. Maana yake ni kwamba tukifanikiwa kupata ushindi kesho kutwa, tutakuwa tumemwacha jumla ya alama kati ya 9 ama 11. Tukifanikiwa kumwacha alama hizo, maana yake tunakuwa tumeanza kumuondoa mdogo mdogo kwenye mbio za ubingwa, wanabaki wengine wachache. Kwa hiyo kwetu inakuwa ni faida kubwa kwa ndio maana mechi hii tumeitolea macho. Mechi hii tunaitaka kweli kweli, mechi hii tunataka kwenda kupata ushindi. Na baada ya kumtazama meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba, sasa tugeukie mashabiki wa klabu hiyo, ambapo wao wamesema kwamba wanaamini timu yao ni bora na hakuna wa kuizuia, wakituma salamu kwa Azam FC kuelekea Mzizima Derby. Game itakuwa nzuri kwa sababu Azam wametoka kusuluhu, Simba wametoka kushinda. Kwa hiyo ina maana kila mmoja atafanya game yake iwe kwa sehemu yake, kwamba Simba atatamani kuongeza pointi, Azam pia naye atatamani kufuta lile kosa lake lilofanya la juzi. Japokuwa timu yangu ya Simba ilikuwa na sintofahamu fulani katika ushambuliaji nini, lakini kulingana na sasa hivi ameachiwa Matola mwenyewe, na imani kwamba tutafanya vizuri. Na imani ushindi kwamba ni 75%. Ile tunawapiga tu. Ile tunawapiga ndugu yangu. Ile tunawapiga wala hakuna shaka. Ila tu tubaki na Matola kwanza jamani. Hizi mechi zibaki kwenye mzunguko wa kwanza, tumalize na Matola naye tumuone spidi yake. Azam wamejipanga na wana wachezaji wazuri, lakini pia Simba wana wachezaji wazuri. Tulikuwa na wachezaji wengi majeruhi, lakini sasa hivi wameshaanza wanaonekana, wameshaanza kupona, wanaonekana. Nina imani Simba watapata ushindi. Naamini tumeshatoa masuluhu mara 4 nao, lakini kwa kipindi cha hatatoboa, kwa sababu kwanza tulikuwa na kocha ambaye tunaona alikuja kuivuruga timu yetu, lakini naamini alipotumwachia Matola, naamini timu itafanya vizuri. Kwa sisi Simba tunaenda kushinda kwa sababu sisi tuna washabiki original wa asili. Azam ina washabiki wa kusukuma. Sisi tuna washabiki wale wenyewe original ambao wanashangilia timu kuanzia mwanzoni mpaka mwishoni. Kama wadogo zetu hao. Kwa hiyo kama wadogo zetu, unajua tena kaka kwa mdogo lazima azibu makonzi, vibao nini. Kwa sisi Azam wetu lazima tuwafanyie kile tunachokitaka sisi. Kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Azam FC tawi la Milembe Vingunguti jijini Dar es Salaam, wametamba timu yao kuibuka na ushindi mbele ya mnyama Simba Desemba 7 mwaka huu. Tulipoanzia ni pazuri, tulipotoka hapa kidogo tumefanya kama vile tumeteteleka. Lakini kuteteleka kwetu haiwezi kusababisha sisi tukavunjika moyo. Simba ni timu kubwa inaogopeka katika mechi zote. Lakini kwa sisi Azam hatuwaogopi wala hawatutishi. Tumejipanga vizuri. Kama mashabiki na wachezaji na makocha tuko vizuri. Kwa maana hiyo tunachoenda kukifanya ni kuchukua pointi 3 na magoli yatakuwa 3. Hatuna baya sisi. Sisi kwetu mazuri kwa sababu ni timu bora
na bidhaa bora. Tumejipanga vizuri kama Azam, tumejipanga vizuri, tunaheshimu ubora wa Simba, tunaheshimu ukubwa wa Simba, lakini wasifikirie kwamba itakuwa mechi nyepesi sana. Ni mechi tafu sana, na sisi pia tunahitaji hizo pointi 3 na tunazihitaji kwa nguvu moja. Wenyewe wacha waboteke, lakini sisi tumeshajiandaa kwa mechi hii. Japokuwa itakuwa ngumu, lakini kwa sisi na mechi yetu ni nyepesi. Sisi ushindi wetu pointi 3 na magoli 3. Sisi tunajiombea kama mashabiki wa Azam. Jamani, karibuni sana kujaza uwanja wetu, tuwape hamasa washabiki zetu, tuwape hamasa wachezaji wetu, tuko pamoja. Jumapili tunaenda kuchukua pointi 3. Wasifikirie labda matokeo tuliyopata kwenye mechi za nyuma na mechi hii itakuwa hivi hivi. Mechi ni ngumu, lakini katika hesabu zetu sisi mashabiki, kwa tulivyoona mpira wetu tunaocheza, tunarekebisha makosa yetu. Jumapili tunachukua pointi 3 mbele ya Simba. Timu imejipanga, wachezaji wamejipanga, mwalimu pia ameona makosa yake, lakini vile vile kulipopungua atarekebisha. Kwa hiyo Simba tunawaheshimu kwa sababu wao ni wakubwa, lakini pia wasichukulie kama timu ya kuibeza. Ni mashabiki hawa matajiri wa jiji Azam FC wakiuzungumzia mchezo wao wa Jumapili watakapokuwa wageni wa Simba Sports Club, mchezo ukipigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Na muda huu ni kuupitishe katika swali ambalo tumeweza kukuuliza mitandaoni. Tulikuuliza Mzizima dabi ni kati ya kocha Mzawa Matola dhidi ya kocha Ibenge, mbinu za nani kuamua alama 3? Swali lilikuwa ni hilo, lakini sasa nipite katika yale ambayo mmeweza kutuandikia, nikianzia na kurasa wetu wa Azam Sports. Hapo ni Instagram. Huyu ni Christopher kutoka Bashneti. Ibenge ni kocha mzuri, lakini kwa Matola atakutana na moto. Binafsi naipa Simba nafasi kubwa, na ikitokea bahati mbaya sare, kikubwa tukiwashe wale ambao tupo zetu mbali. Lakini huyu mwingine ni Saenda Magesha kutoka Shibalanga Geita. Mbinu za Ibenge zinaweza kupata pointi 3, maana ni kocha mzoefu ambaye amefundisha baadhi ya vilabu vikubwa barani Afrika na kupata mafanikio. Lakini Thomas Mayunga, shabiki wa Simba kutoka Geita, Tanzania, yoyote anaweza kushinda, inategemea umeingiaje mchezoni. Dakika 90 zitaamua. Kila laheri. Mnyama dozi inaendelea kwa jina la Muhammad Bajaber. Hayo ni maoni ambayo ameweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Instagram, lakini sasa tutazame ulichotuandikia kupitia Facebook. Elisha J anasema, kwangu mimi naona Matola ana nafasi kubwa sana ya kupata ushindi. CV ya Ibenge haiwezi mtisha. Huyu ni Elisha, yupo Igogo kule Mwanza. Lakini Emmanuel Mtinya wa Arusha Mianzini anasema Azam hii ndio mechi yake ya kuamka, japo itakuwa ngumu, lakini kwa ufundi wa Mwanamboka Furaha Ibenge naona kabisa Simba anaenda kuokoteshwa. Lakini Chata Black TZ anasema, kwangu mimi naona kitakachoamua hii mechi ni uwezo wa wachezaji kiwanjani kuliko mbinu za makocha, kwa sababu mara nyingi mbinu za makocha zimekuwa zikiangushwa na uwezo wa wachezaji kiwanjani. Lakini moja kati ya mechi kubwa sana Jumapili hii, mechi itaamuliwa na uwezo wa wachezaji wenyewe. Haya ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram pamoja na Facebook. Bado yapo mengi ya kukufahamisha hapa katika Mshike Mshike. Mimi ni Akida Kilango. Na asante kwa kuendelea kutufuatilia katika Mshike Mshike kupitia hapa Azam Sports 1. Lakini kwa muda huu naungana sasa na mchambuzi wetu wa masuala ya kabumbu ili kuweza kujua ni yapi ambayo tunaelekea. Philip Nkini, karibu sana. Tumesikia mambo mazuri, tumesikia kwenye comment ya mwisho pale shabiki mmoja alizungumzia, tupite kwenye head to head kwanza, namna ambavyo wamekutana. Matokeo ni haya, namba hizi kwanza zinazungumza nini kuelekea mchezo huo? Zinaonyesha kwamba mechi ni ngumu. Kitazama hapo sare ni nyingi kuliko ushindi. Shaanza kuona matokeo ambao kwenye mechi hizo, nafikiri ni mechi 6. Kuna sare 3, alafu kuna watu wameshinda kwenye mechi 3 zingine. Inaonyesha kwamba hakuna mechi rahisi. Lakini pia tazama hata hiyo idadi ya magoli ambayo inafungwa, inakuleta kwenye ule uhalisia wenyewe ya kwamba hiyo ni mechi ngumu. Ukizungumzia Simba na Azam, nazungumzia mechi kubwa kwenye ligi yetu, sababu hata msimu uliopita nafikiri moja ya timu ambayo iliwazuia Simba kuchukua ubingwa kama walikuwa na nafasi ya kuchukua ni Azam. Sare ya 2-2 uwanja wa Mkapa inawezekana ikawa ni sababu ya Simba kukosa zile pointi 4 ambazo ziliwapa
watani wao wa jadi Yanga ubingwa. Tutazame pia michezo ya hivi karibuni ya Simba Sports Club ambayo ameweza kuicheza katika ligi kuu ya NBC. Mashindano hii ni matokeo katika mashindano yote, tukianzia na matokeo ya jana ya 3-0. Ya, kwenye ligi unawaona Simba wana ushindi wa 100% kwenye mechi zao zote ambazo wamecheza. Zote wamepata ushindi kwenye mechi hizo hapo za ligi unaoziona, wameruhusu goli moja tu. Nafikiri ni mechi 3 hizo za ligi. Wameruhusu goli moja. Ilikuwa ni dhidi ya JKT Tanzania. Ya, ambao ni dhidi ya JKT Tanzania, moja ya mechi ngumu zaidi. Lakini kwenye michuano ya kimataifa unaona Simba wamekuwa na matokeo ya kupanda na kushuka. Kwa hiyo kama utapima kwenye ligi unaweza ukasema kwamba Simba wana matokeo mazuri, hakuna doubt. Lakini ukipima kwenye mashindano yote unaona ya kwamba kuna sehemu ambapo Simba wanatakiwa kufanya kazi kubwa sana kwenye mchezo huu. Watazame pia matajiri wa jiji Azam FC nao pia matokeo katika michezo yao ambayo wameweza kucheza. Matokeo ni haya, Philip Nkini. Ya, Azam wamefanya vizuri kwenye hizo mechi za mwanzo. Ukiangalia Azam na KMKM matokeo yalikuwa mazuri, goli 7. Lakini ukitazama hizi mechi zingine zote ambazo zinafuata, Azam amekuja kwenye mechi na Manyema, unaona matokeo yake. Nafikiri sio uhalisia wenyewe wa kuwapima sana, lakini haya matokeo mengine ya ligi unaona mechi ya mwisho ya Azam ni sare, na kwenye ligi amefanikiwa kushinda mechi moja tu. Ana sare 3 sasa hivi kwenye ligi. Kwa hiyo ni matokeo ambayo huwezi kumweka kwenye mzani sawa, kwa sababu mechi ambazo amecheza Azam ni mechi 4 kwenye ligi. Idadi ya pointi ambazo amekusanya ni nusu ya pointi ambazo amekusanya Simba. Kwa hiyo bado unamuona ana shughuli kubwa sana ya kufanya. Hata kufunga Azam hawafungi sana. Wamefunga mabao 4 wakati timu wanaenda kucheza nao Simba wamefunga mabao 11. Kwa hiyo ni karibia nusu ya idadi ile ya mabao. Wachezaji wa kuwatazama ni wengi kweli kweli, timu hizi zimesheheni wachezaji bora, lakini tutawatazama baadhi kuanzia na kikosi cha Simba Sports Club. Tukianzia na Morris ambaye ameweza kufunga jana. Bajaber jana ulikuwa mchezo wake wa kwanza pamoja na wachezaji wengine hao. Ukianza kwa Morris amefanya vizuri kuanzia amekuja kwenye ligi. Ukitazama kwenye mechi ya jana ni kijana mdogo, lakini mechi ya jana alionyesha uwezo mzuri sana na ndo alikuwa mchezaji bora wa ule mchezo kutokana na kiwango ambacho alikionyesha. Bajaber kumzungumzia mimi kwangu nahisi ni mapema sana, pamoja na kwamba alipata nafasi ya dakika 10 za mwisho kwenye mechi akascore goli moja, tofauti na wachezaji wengine ambao wamekuwa muda mrefu uwanjani, lakini naona bado anahitaji muda zaidi kuweza kumpa ile nafasi kwenye ule ukubwa ambao watu wengi wanampa, kwa sababu ametoka kwenye majeruhi na zaidi ya miezi 7 alikuwa hajacheza. Neo Maema amecheza mechi nyingi, bado mashabiki wanaona kuna kupanda na kushuka kwenye kiwango chake. Hawajaridhika sana, pamoja na kwamba ana bao moja kwenye michuano ya ligi ya mabingwa. Eneo la goalkeeping tunaona yuko Yakub sasa hivi hakuna shaka yoyote kama ameonyesha ubora, kwa sababu kwenye mechi 4 ameruhusu goli moja, ni wastani mzuri. Kwa hiyo unaona ya kwamba bado ana uwezo wa kumwamini, yani Simba wana uwezo wa kumwamini kwenye mechi zingine, hata kama kuna goalkeeper mwingine ambao ana majeraha na nini, akiweza kurudi bado Yakubu unaweza kumwamini. Tuwatazame sasa matajiri wa jiji Azam FC. Ningependa tuanzie kulia kwangu hapa. Aisha Manula, tumemsikia ofisa habari wa Azam FC Hashim Ibwe akizungumzia uwezo wake wa mchezo uliopita, lakini pia mapendekezo yake kuelekea mchezo ujao. Dakika 90 za kwanza ambazo amepata, nafikiri amepata dakika 90 baada ya kumalizika msimu mzima. Msimu uliopita aishi ya kucheza mechi hata moja kwenye ligi. Pata dakika 90 juzi na ameonyesha uwezo wake kwamba ni bora zaidi. Lakini unakumbuka ni kati ya magolikipa ambao timu zote mbili anazijua. Anaijua Azam, anaijua Simba. Kama kuna mtu ambao anaweza akauza mbinu za Simba haraka zaidi, basi ni Aishi, kwa sababu ni mchezaji mkongwe, alikuwa kapteni msaidizi, anajua vitu vingi ambavyo vinaendelea ndani ya Simba. Kwangu mimi naamini akipata nafasi ya kucheza atakuwa mmoja kati ya wachezaji bora ambao watataka kuonesha kwamba bado uwezo alikuwa nao. Yuko Faisal, lakini Jeffet Kitambala kwa ufupi sana. Kitambala mchezaji mzuri, ameonyesha uwezo, lakini bado linakuja tatizo lile ambalo wachezaji wengi wanalo, hata Simba wanalo, la kupoteza nafasi nyingi. Azam anatengeneza nafasi nyingi sana, lakini yeye amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanazipoteza sana zile nafasi. Faisal hajaanza kama alivyomaliza msimu uliopita. Nafikiri labda hii ndio mechi ambayo inaweza ikamrudisha kwenye ule ubora wake ambao alikuwa nao msimu uliopita. Baadaye tutakutana tena hapa. Kwa sasa upate nafasi ya kumeza mate. Naam, huyu alikuwa ni mchambuzi wangu Philip Nkini, ameweza kutupitisha kuelekea katika Mzizima Dabi. Yapo mengi ambayo ameweza kutufahamisha hapo, lakini kuelekea katika vipindi vyetu vingine napo pia utaweza kuyafahamu hayo. Lakini sasa tuwageukie wananchi. Kikosi cha mabingwa watetezi wa ligi kuu soka ya NBC Tanzania Bara Young Africans kimehitimisha maandalizi yake jijini Dar es Salaam na kesho kitaelekea jijini Dodoma tayari kwa ajili ya kuwavaa wagosi wa kaya Coastal Union wana Mangush.
Yanga wakiwa ugenini Jumapili hii watacheza dhidi ya Coastal Union, wenyeji wa mchezo, kwenye mchezo ambao utapigwa katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe ameeleza namna walivyojiandaa kuhakikisha wanaenda kubeba alama zote 3 kwenye dimba la Jamhuri pale Dodoma. Kwanza timu inatarajia kuondoka siku ya kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Tutaondoka kwa njia ya treni asubuhi saa 2, na tukishafika tutakuwa na muda kidogo wa kupumzika, kuattend taratibu nyingine za mechi kama press conference na taratibu nyingine. Baada ya hapo tutakuwa na siku moja tu ya kufanya mazoezi ya mwisho pale Dodoma. Leo tumefanya recovery session hapa Dar es Salaam kwenye uwanja wa KMC, na kesho itakuwa ni training yetu ya mwisho pale uwanja Dodoma. Malengo makubwa ya Young Africans ni kuhakikisha tunakwenda kupambana tupate matokeo mazuri. Ligi ambako inasimama hapa kwa kipindi cha mwezi mmoja, tusinge tamani kwa tunasimama kwa gia mbaya. Tunataka tusimame kwa gia nzuri kwa maana ya kushinda hii michezo miwili ambayo imefuatana hapa. Tuna timu yenye wachezaji wazuri, wenye uzoefu mkubwa. Mechi iliyopita hapa tulisumbuliwa kidogo kama na fatigue, lakini naamini kwa hizi siku 2 watakuwa wamegain energy vizuri wachezaji, na tutakwenda kupambana kupata matokeo mazuri. Niwaombe mashabiki wa Young Africans Dodoma na mikoa jirani, huu ndio mchezo wetu wa mwisho kwa mwaka huu na kipindi hiki. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, tuisupport timu yetu pate matokeo mazuri inshallah. Mashabiki wa Yanga jijini Dar es Salaam wametoa maoni juu ya timu yao ikitarajia kukabili Coastal Union, mchezo utakaopigwa Desemba 7 katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Wamesema lazima waondoke na alama 3. Yaani sasa hivi Yanga ilipofikia sawa na binadamu na kifo. Yaani ukikutana na Yanga sawa na binadamu na kifo. Hutaki utakufa, unataka utakufa. Kinachochelewesha ni muda tu. Kwa hiyo nataka niambie mashabiki wa Yanga, mechi ya Coastal tuko vizuri, tutashinda kwa kishindo kizuri kabisa. Goli 2-3 ziko pale, wala tuna wasiwasi na hii mechi. Hii mechi ni ya kwetu, wanataka watakufa, hawataki watakufa. Coastal ni timu ambayo tayari ishazoeleka kwa Yanga kufungwa, ni kawaida. Coastal kwa Yanga alikuwa zamani, wakati huo Yanga ina ujanja, lakini Yanga iliyoshikwa na engineer haina lembelembe. Ukiambiwa cheza unatakiwa ucheze, utaki kapike mboga nyumbani. Mimi naona timu yoyote inayokutana na Yanga inajiandaa kwa kichapo. Kutokana na ukubwa wa Yanga, ubora wa timu ya Yanga, ushirikiano wa viongozi na wachezaji na benchi nzima, kiukweli tuna matarajio ya kushinda. Na imani na timu yangu. Baada ya kuondoka kocha Minuno, sasa hivi tuna Pedro anafanya vizuri. Timu imesimama, imekaa vizuri, wanacheza vizuri. Kwa hiyo na waasha wana Yanga, funge safari twende Dodoma, tuangalie mechi, tuangalie timu yetu namna inavyoshinda. Na sasa tuwageukie wagosi wa kaya Coastal Union ambao wamefanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara dhidi ya Yanga utakaopigwa Jumapili Desemba 7 katika uwanja wa Jamhuri hapo Dodoma. Kuelekea katika mchezo huo, Coastal Union wanasema watahakikisha wanaondoka na ushindi ili kufuta uteja wa muda mrefu dhidi ya mabingwa hao watetezi wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara. Mwenzetu George Mbara amezungumza na ofisa habari wa Coastal Union Hussein Mchomvu na kututumia taarifa ifuatayo. Mazoezi ya lala salama kabla ya kuwakabili Yanga yakifanyika hapa Dodoma, ambapo afisa habari Mchomvu anasema maandalizi ya ndani ya uwanja yamekamilika kwa zaidi ya 80%. Mpaka sasa maandalizi yetu yamekamilika kwa takriban 80%. Tumebakisha leo Ijumaa kufanya mazoezi ya mwisho hapa kwenye dimba la CCM Jamhuri. Cha zaidi hakuna zaidi ya maandalizi ya uwanjani. Nje ya uwanja sasa kama viongozi kufanya kazi yao kwenye hamasa, kwenye kuiwezesha timu yote yamekamilika kwa 100%. Sasa hivi mbaki kwa mwalimu tu kuhakikisha na waandaa wachezaji wake vizuri kwenda kuwavaa Young Africans kesho. Na waahidi wa Tanzania tutaonyesha mchezo ambao hakuna mtu atajutia kuangalia hiyo mechi Jumapili. Zamu hii sisi tutamliza. Kwa namna yoyote tutamliza. Hapa kwa dimba la CCM Jamhuri hawatatoka wakiwa na furaha kama walivyozoea kutoka hapa wakiwa na furaha. Kuhusu hali ya kikosi na benchi la ufundi, Mchomvu anaweka wazi. Kikosi kipo kwenye utulivu wa hali ya juu. Mwalimu anamalizia baadhi ya vitu vichache. Kule Tanga tunasema Bashraf. Anamalizia baadhi ya vitu vichache kwa ajili ya kuhakikisha wachezaji wanakuwa fit kuelekea mchezo huo.
mashabiki wa Wagosi wanatolewa wito wa kujitokeza kwa wingi uwanjani. Tunaomba mashabiki zetu wanachama popote mlipo, walioko Tanga, walioko hapa Dodoma, walioko mikoa mingine ya Tanzania, waje CCM Jamhuri Jumapili mapema kabisa. Mageti yatakuwa yamefunguliwa saa 4 asubuhi. Tuanze kuingia uwanjani kutafuta nafasi kwa ajili ya kusubiri mchezo wa ligi kuu NBC. Kwenye jedwali la ligi, Coast Union iko nafasi ya 9 ikikusanya alama 9 katika michezo 7 iliyocheza, huku Yanga wenyewe wakiwa katika nafasi ya 3 wakicheza michezo 5 na kukusanya alama 13. George Mbara, Azam Sports, Dodoma. Namna nikuombe radhi kwamba katika uchambuzi pale tulikuonyesha kwamba Azam FC walipata ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Maniema, lakini hali ilivyokuwa ni kwamba Azam FC wenyewe ndio walipoteza kwa mabao 2-0. Na tukiendelea kutazama mengine katika mshike, baadhi ya wapenzi na mashabiki wa Coastal Union Wagosi wa Kaya wamejinasibu kuibuka na ushindi kwenye mchezo dhidi ya Yanga utakaopigwa Disemba 7 mwaka huu katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Mwandishi wetu Mariam Shedafa anakuja na taarifa kwa kina. Ni makao makuu ya klabu ya Coastal Union. Nimefika hapa kwa ajili ya kuzungumza na wapenzi na wanachama wa klabu hii kuelekea mchezo dhidi yao na Yanga, ambapo wamesema kwamba wamejipanga vizuri katika kuhakikisha wanaibuka na ushindi. Mimi mbunge wao wa jimbo la Tanga mjini niko nao pamoja katika jambo hili bega kwa bega, na mchango wangu watauona na tutawasilisha kwa viongozi, hususan katika kuhakikisha tunahamasisha waweze kupata ushindi katika mechi hii. Lakini jambo jingine la msingi, kwa kweli tumehuzunishwa na tumesikitishwa sana baada ya kuwa ule uwanja umekuja kufungiwa kuto kuchezeka. Kuikosa mechi hii katika uwanja Mkwakwani, sisi watu wa Tanga ni pigo kubwa sana, kwa sababu mechi ile ingekuja kuchezwa katika uwanja Mkwakwani ungesisimua shughuli za kiuchumi katika mji wetu huu, hususan mji ungechangamka, pirika za kiuchumi zingekuwepo. Lakini kutokana na yote hao, juhudi tumeanza kuzichukua za haraka sana kuhakikisha mechi nyingine kubwa zinazokuja zote tuweze kuzipata Mkwakwani, na kuhakikisha vile vile mambo kama haya hayajirudii tena. Kuto kucheza nyumbani basi ni kwamba hatutapata point 3, hapana. Kwa sisi tumejipanga na tunaitaka hii mechi kwa udi na uvumba. Tunataka, tuko tayari na hii mechi popote tutakapopangiwa tucheze nao. Sio Dodoma. Hata ukitaka kubadilisha leo twende Dar hapo kwa Mkapa au kiwanja kikuu, tutacheza nao kiwanja chochote ambacho wao watataka tucheze nacho. Tunataka tushinde. Tunashindaje? Ni kwamba bahati nzuri wachezaji wetu wamezungumza na mwalimu wao katika mfumo wa kwamba tunakwenda kushinda. Kwa hiyo sisi tunataraji kwamba wachezaji walivyokuwa wameelekeza maneno yao kwa mwalimu, tutakuwa na sisi tunaunga mkono katika mechi ya leo. Kusema kweli, timu yetu ilivyoanza ilikuwa imeanza kidogo katika kutoa matumaini wapenzi na mashabiki wa Coastal Union, lakini kadri muda ulivyokuwa naenda na jinsi wachezaji walikuwa wamezoeana, timu yetu sasa itafanya vizuri. Naamini mashabiki wote walioko pembezoni mwa Dodoma, Tanga, Arusha, Singida waje pale Dodoma washuhudie kabisa kabumbu la Tanga ambalo tutapromoshwa pale na kuweza kuishinda Young African. Wapenzi na mashabiki wa Coastal Union usiku huu wanaelekea jijini Dodoma kwa ajili ya kushuhudia mchezo wao dhidi ya Yanga. Kutoka Tanga, Mariam Shedafa, Azam Sports. Baadhi ya mashabiki wa soka jijini Dodoma wamefurahia hatua ya Coastal Union kupeleka mchezo wao wa nyumbani dhidi ya Yanga katika uwanja wa Jamhuri jijini humo, na sasa wanahimizana kujitokeza kwa wingi uwanjani hapo. Ujio wa mechi ya Yanga na Coastal Union kwa hapa kwetu Dodoma, sisi binafsi kama wanamichezo tumefurahi sana. Kwanza tumepata fursa ya wakazi wetu wa Dodoma kutumia fursa hii kwenye biashara. Wenzetu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo hizi za mama ntilie, kwa sababu wakazi wengi wameanza kuwasili mkoani kwetu hapa Dodoma, wamepata faraja, watafanya biashara, na pia tutafarijika kuona mchezo huu kutokana na michezo mingi kusimama katika mkoa wetu wa Dodoma, kutokana na ligi kusimama, kutokana na hizi mechi za kimataifa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kweli. Kwa ile swala la Coastal Union kuja kucheza kwa uwanja wa Jamhuri ni swala zuri, kwa sababu ni makao makuu ya nchi na pia kuna wapenzi wengi wa soka katika mkoa huu. Tunahamasisha watu wote wakusanyike kuja kuangalia mechi, kwa sababu ni mechi kubwa na una ushindani unakuwa mkubwa sana. Kwa tunawakaribisha watu wote wajae kwenye uwanjani kuja kuangalia hii game. Kwa mechi ya Coast kuleta mkoani Dodoma,
ni furaha kwa wakazi wa Dodoma. Tunaamini mechi itakuwa nzuri. Kama sisi hapa tushasafiri kuja mkoani hapa Dodoma kwa ajili ya kuuza jezi. Kwa hiyo tunaamini mechi itakuwa nzuri. Yanga na morali nzuri, afanya vizuri sasa hivi na Coast iko vizuri, sasa Coast kizuri. Kwa hiyo tunaamini mechi itakuwa nzuri. Na ni mashabiki wa soka hao kutoka mkoani Dodoma wakifurahia Coastal Union na Mangush kupeleka mchezo wao wa ligi dhidi ya Young Africans katika dimba la Jamhuri. Tumekamilisha nusu saa ya kwanza, lakini tutakaporejea miongoni mwa yale tutakayofahamu ni pamoja na haya. Kogalo na Ingwe zakamilisha maandalizi yao, zasema kazi ipo mashemeji dabi Jumapili hii. Na kuitwa kwa mchezaji Ahmed Pipino kikosi cha awali cha AFCON 2025 ni fahari kiasi gani kwa familia yake? Nam nikukaribishe tena katika mshike bado upo nami Akida Kilango. Kesho katika uwanja wa KMC Complex kunapigwa mchezo wa kiporo raundi ya 4 ligi kuu soka ya NBC Tanzania Bara kati ya Singida Black Stars watakaokuwa wenyeji wa TRA United. Singida Black Stars ni miongoni mwa timu bora kwa sasa katika msimu huu na wanaingia kwenye mchezo huo wakiwaheshimu wapinzani wao huku wakizilenga alama 3 muhimu. We continue this marathon of games and traveling and as I say usual, the preparation there are a little bit try to recover the play. Tunaendelea na mbio hizi, michezo na maandalizi tunaendelea vizuri, huku tukijaribu kuona kama wachezaji wanaendelea kuimarika na kurudi katika kiwango bora kama siku zote. Ingawa tunataraji kuwa na mchezo mgumu, lakini tunapambana. Japokuwa tumekuwa na uchovu wa safari za hapa na pale, lakini tunajitahidi ili kumaliza msimu huu wa 2025-26 tukiwa na matokeo mazuri. We need to put our best and finish this year, this 2025 in the good result and the good form. Sisi kama wachezaji kila kitu kiko sawa, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila kitu anapanga yeye. Kwa hiyo kila kinachotokea ni heri zake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumejipanga vizuri katika mchezo wetu wa kesho. Ni kweli tujapata matokeo mazuri katika game ambazo zimepita, lakini sio kwamba hatujapata matokeo mazuri kwamba hatupati nafasi tunazipata vizuri, lakini kilichobaki ni kudumbukiza kwenye mpira kwenye neti tu. Kwa hiyo walimu wameshafanya kazi zote, kila kitu wameshafanya. Kwa hiyo jukumu lilobaki ni kwetu sisi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo, tunaingiza mpira kwenye neti. Kwa hiyo hata mchezo wa kesho tumejipanga vizuri, walimu wameshamaliza kazi zao zote, kila kitu tumeshajua wapi tulipokosea. Kilichobaki ni kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Kwa upande wa TRA United Sports Club, wazee wa pira kodi pira mapato baada ya kupoteza michezo miwili mfululizo ya ligi wamejiandaa vyema kuhakikisha wanarekebisha makosa yaliyojitokeza katika michezo iliyopita na kuhakikisha wanapata ushindi wa pili katika ligi kuu ya NBC. Ukifanya tathmini kwanza unapaswa kufikiria umepoteza kwa kivipi au mechi ilikuwaje. Nimesikia swali la hapa, timu inatengeneza nafasi nyingi haijaweza kuziconvert. Ina maana kuna kazi kubwa imefanyika. Kwa hiyo tunaamini kwa hicho tukiendelea kulitumika kama jinsi nimepata nafasi, at least nimepata nafasi 3 ya siku 3 au 4 ya kujiandaa kwa mchezo. Nina imani kuwa kesho nitaona tofauti jinsi tulikuwa hizo last 2 games. Ujio wa mechi za makundi ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu kwenye visiwa vya Zanzibar umeongeza idadi ya mechi za kimataifa zilizochezwa New Amani Complex tangu kukarabatiwa upya kwa uwanja huo. Hatua hiyo ni sehemu ya kutimia kwa malengo ya awali ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Mwinyi wakati alipofikia uamuzi wa kukarabati upya uwanja huo pamoja na kuanza kwa ujenzi wa miradi ya viwanja vipya kwenye wilaya mbalimbali huko Zanzibar. Hayo yameelezwa na Amir Mohamed Makame, kamishna wa idara ya michezo, wakati akizungumza na kipindi hiki kueleza tathmini yake baada ya Yanga, Singida Black Stars pamoja na Azam FC kuteua uwanja wa New Amani Complex kuwa uwanja wake wa nyumbani kwa mechi zao za CAF. Ujio wa timu za Singida pamoja na Azam na timu walocheza nazo na Stellenbosch na wengine imekuwa ni zawadi kubwa kwetu kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi amekarabati uwanja wa Amani
kwa makusudi, na hili lengo kubwa lilikuwa ni hili, kuhakikisha kwamba uwanja wa Amani unakuwa ni mmoja katika viwanja vikubwa Afrika Mashariki na Kati kwa viwango, kwa kuwa na viwango vya kimataifa. Sasa ukarabati ule umepelekea viwanja hivi kuweza kutumika katika mashindano kama hayo. Kwa hiyo viko viwanja vingi dunia Afrika, lakini ikaonekana kwamba Amani una sifa, basi ndio mechi zile zikaletwa. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo kubwa, na tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa maono hayo aliyoonyesha kwenye kukarabati uwanja huu. Lakini pia viwanja ambavyo vingine kama hapa tulipo, kuna viwanja vya Maisara hivi ziko kwa mfano timu ya Stellenbosch ilikuja hapa, waliomba kufanya mazoezi, tukawaruhusu, walifanya mazoezi hapa, ni timu ya South Africa. Kwa hiyo ni jambo kubwa, na kawaida wanapokuja wageni basi siku zote kuna neema. Na wageni hawa watakuja, watakaa hoteli, watakodi, wenye hoteli watafaidika, watu hawa watakula, wauzaji vyakula watafaidika, watanunua zawadi, souvenirs na vitu kama hivyo kutoka hapa Zanzibar. Kwa hiyo inakuwa na huu hasa ndio ule ambao Mheshimiwa Rais anazungumza siku zote, uchumi, michezo, utalii wa michezo. Mashabiki wa vitasa jijini Dar es Salaam wametoa ya moyoni na namna wanavyosubiria kwa hamu pambano la Boxing on Boxing Day Disemba 26 mwaka huu, ambapo Mtanzania Hassan Mwakinyo atapanda ulingoni Warehouse Masaki baada ya muda mrefu. Wawe na amani. Mikanda itabaki hapa na mabondia wote watakaocheza watashinda. Hakuna bondia yote ambaye atakayepoteza. Kumbukeni jamani, kachumbari mboga. Kachumbari ni mboga. Waamini kabisa, kwenye shida inasaidia. Hassan Mwakinyo atashinda, Hassan Ndonga atashinda, na mbondia wote wa Tanzania wote watashinda. Na mikanda yote itabaki hapa kwa sababu najua kabisa jinsi gani mabondia wangu wa Tanzania wamejiandaa vipi. Mimi naongea kama mdau ngumi Tanzania, mabondia wangu hawataiangusha Tanzania. Kiufupi, yani kiukweli mimi namkubali na ninamkubali sana. Enzani Mwakinyo na watu wengi nyuma yake. Wa Tanzania ni tunamkubali. Mimi na imani kabisa, waga ni changamoto za hapa na pale zinatokea, lakini Tanzania temu hii lazima tuichukue mikanda. Mabondia wetu wa Tanzania wako shupavu, wako sawa, hawana shida yoyote, kimwili wako physical, wako sawa. Ila tu kwamba nachotaka kusema kwamba Watanzania wengi ambao wanafuatilia michezo ya ngumi kwamba wawe na amani na ushikamano na utulivu. Tuangalie mabondia zetu wanasukuru ngumi aina gani pale kwenye ringi. Ndonga na Ali Ugwando, hawa watoto mimi nawajua, watu wadogo lakini wanacheza ngumi vizuri sana. Kwa hiyo kupitia hilo, upande wa Manzese na Mabibo, Ndonga na mwenzake Ali Ugwando, najua watatuletea vitu vya ajabu kupitia ngumi hizo. Na baada ya kutazama vitasa, turejee katika soka. Ni rasmi sasa, Gor Mahia na AFC Leopards zimekamilisha maandalizi yao tayari kwa dabi ya mashemeji Jumapili ya Disemba 7 katika uwanja wa Nyayo mjini Nairobi kuanzia saa 9 kamili alasiri mbashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Ni dabi ya 98 ya miamba hao wa soka la Kenya wanakutana, ikiwa ni mchezo utakao kutanisha idadi kubwa pia ya mashabiki tofauti na mechi nyingine za ligi kuu soka nchini Kenya. Rekodi na namba zina maana kubwa, lakini pia sifa kwa wachezaji na makocha, na ni miongoni mwa mambo mengine muhimu ambayo yanaambatana na mara baada ya mchezo huo kukamilika. Mwenendo wa timu zote mbili kwenye mechi 9 zilizocheza unaongeza msisimko wa kuona kama Gor Mahia itaendeleza ubabe mbele ya AFC Leopards au la. Na mapema leo katika mkutano na waandishi wa habari, Gor Mahia walizungumzia maandalizi yao kuelekea katika mchezo huo, na muda huo moja kwa moja ni kupitisha katika mambo muhimu kuelekea katika mchezo huo utakaopigwa Jumapili saa 9 kamili na kuonyeshwa mubashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV kama ambavyo nimekueleza hapo awali. Tutaanza kwa kutazama michezo yenyewe namna ilivyo, na tuanze kwanza kwa msimamo wa ligi kuu soka nchini Kenya jinsi ulivyo. Hadi sasa Gor Mahia ndio ambao wanaongoza wakiwa wameshacheza michezo 9, wameshinda 6, wamesare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili, alama zao zikiwa ni 19, kufuatiwa hapo na Kakamega Homeboys, Polisi, Posta Rangers, Shabana, Tusker. Lakini AFC Leopards wenyewe wanashika nafasi ya 7 wakiwa wamecheza michezo 9, wameshinda michezo 3, wamesare michezo 5 na kupoteza mchezo mmoja, alama zao zikiwa ni 14 kama ambavyo umeweza kushuhudia hapo kupitia runinga yako. Lakini kwa Gor Mahia michezo yao ya mwisho walipoteza dhidi ya APS Bomet, mchezo ambao uliwashtua wengi kwa kuwa hawa Bomet ni kwanza wamepanda katika ligi kuu soka nchini Kenya, lakini baadaye waliifunga Tusker bao 1-0, wakaja kuichapa tena Polisi bao 2-0,
walitoshana nguvu na Ulinzi Stars, lakini walipokipiga dhidi ya Mathare United wakaichabanga kwa magoli 2-0. Haya ni matokeo ambayo wameyapata Gor Mahia. Lakini sasa tutazame AFC Leopards, michezo ambayo wamecheza na matokeo yao ni yapi waliovuna. Ni kama ambavyo unaweza kushuhudia hapa, walijitoshana nguvu na Kariobangi Sharks kwa kufungana goli 1-1. Lakini walipokipiga dhidi ya Muranga walitoka suluhu ya 0-0 na baadaye wakapoteza mbele ya Mara Sugar kwa mabao 2-0. Lakini walipokuja kukipiga dhidi ya Mathare United wakapata ushindi kwa mabao 2-0, na mchezo wao mwingine walikipiga dhidi ya Shabana na kupata ushindi wa mabao 2-1. Haya ni matokeo ambayo wameweza kuyapata, lakini mara kadhaa wameshakutana mpaka sasa na matokeo yamekuwa ni haya. Walitoshana nguvu kwa kufungana bao 1-1 katika mchezo huo, lakini mchezo mwingine walitoka suluhu. Mchezo uliofuata baada ya hapo Gor Mahia walipata ushindi wa bao 1-0, lakini Leopards nao pia wakaja wakapoteza kwa mabao 2-0. Gor Mahia wakaja nao wakapoteza kwa mabao 2-1, lakini mchezo mwingine walitoka suluhu. Haya ndio matokeo ambayo yameweza kupatikana katika zile head to head ambapo wamekutana Gor Mahia pamoja na AFC Leopards. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, lakini nitakaporejea bado yapo mengi kweli kweli ya kuweza kukufahamisha kuelekea Mashemeji Derby. Nikushukuru kwa kuendelea kufuatilia Mshike Mshike. Kuelekea mchezo wa Mashemeji Derby tumezungumza na Bernard Otieno, mmoja kati ya watangazaji kabumbu nchini Kenya, kuweza kupata tathmini yake kuelekea katika mchezo huo. One of the most impressive and most followed derbies in Africa, probably the most contested as well, is the Mashemeji Derby. That's a derby between Gor Mahia and AFC Leopards in Kenya. Now you have to go by the records as well. This is going to be the 98th time that these two teams are meeting. It's one of the longest derbies that we have had in the history of African football. And remember, this derby has also been contested outside of the country. Now, out of the 97 times, Gor Mahia has won it 34 times, and then FC Leopards has won it 28 times. There's been 35 draws. Now, if we look at the recent competitions in recent times, the 20 meetings in recent times, Gor Mahia has won 12, FC Leopards has won only 1, and then the draw have been 8 of them. In the last 10 outings, Gor Mahia has won 4, AFC Leopards has won only 1, and then there's been 5 draws. Now that's the story in terms of statistics. But I'll tell you, with the derby, it's not about statistics. Anything goes at the derby. It's just the person who is in the right frame of mind at that particular time, and they all go for the bragging rights. So having watched this derby over the years, I can tell you it's one of the matches that you shouldn't miss at all in your life as a soccer fan or even a soccer player, because here is where the players show what they've got beyond just the skills in the field as well. There is a mental, capability that comes with it as well. There's a loyalty that is demanded of the players. There is just this sending yourself to it, just giving it your all, putting your body, mind and spirit that comes with it. There is the razzmatazz that happens even off the field. And when it gets onto the field for the 90 minutes, believe it or not, statistics are just there. The game is played in 90 minutes, and in 90 minutes, the winner is decided. Forget about who has won how many times. Forget about who has won in recent times. Forget about who's leading in the statistics. Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON litaanza kutimua vumbi Desemba 21 mwaka huu. Ni michezo mikubwa barani Afrika na imekuwa ikitengeneza historia kubwa, si tu kwa wachezaji lakini pia watu mbalimbali wakiwemo waandishi wa habari, na wengi wameonyesha nia ya kutaka kwenda kuweka historia kwa kushiriki ama kuweza kuripoti mashindano hayo. Kwanza kabisa AFCON hii ya safari hii itakuwa ya tofauti kwa sababu ni nchi nyingine tofauti na Ivory Coast msimu uliopita. Safari hii ni Morocco ambapo wenzetu wako juu tofauti na sisi kwenye miundombinu ya viwanja, lakini pia timu yao ya taifa, lakini pia mazingira na mandhari tofauti na hapa. Ninachotarajia safari hii ni mapokezi ya wenzetu, lakini pia matarajio ya sisi kama waandishi wa habari kwenye timu yetu ya taifa. Tunatarajia kitu kikubwa, wao kufanya vizuri, wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia ni faraja kuona kwa mara ya pili mfululizo tunakwenda kushiriki tena AFCON. Kikubwa miundombinu ya kutosha, tutasema nusu Afrika nusu Ulaya.
So itakuwa kubwa, itakuwa nzuri. Nimeona hata teknolojia zimeongezeka kwenye AFCON ya safari, kuanzia watu wachezaji, watu wanavyoingia uwanjani. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tutaviona kwenye AFCON ambavyo hatukuviona kwenye AFCON pengine 2 zilizopita ama ile moja iliyopita iliyofanyika nchini Cote d'Ivoire. Kwa hiyo kwangu mimi hamasa ni kubwa, na najaribu kupata picha ile ya Morocco ilivyo na Waarabu wanavyopenda soka, lakini pia namna ambavyo means ya kufika kule, urahisi miundombinu yao, na hisi inaweza kuwa ni moja the best AFCON. Nature ya Morocco ambao viwanja pia haviko mbalimbali, kusafiri sio masaa mengi nikiangalia ramani. Kwa hiyo naamini ni michuano ambayo itakuwa na watu wengi kwa AFCON 3 zilizopita. Nafikiri itakuwa AFCON bora kuliko kawaida. Ikumbuke kuwa Morocco wametia nguvu sana katika kuandaa matukio ya michezo, kwa sababu wamekuwa wenyeji wa World Cup 2030, hivyo wanatamani nchi yao isemwe vizuri na wanatamani sana kuona michuano hii inajaza watu viwanjani. Ndio maana ukiangalia maandalizi ambayo yamekuwa yakifanyika yanamwezesha shabiki na mtu yote mwenye dhamira ya kwenda kwenye AFCON Morocco afike kirahisi bila bughudha. Na ni waandishi wa habari hawa wakizungumzia kuhusiana na ule uzoefu ambao wanategemea kuupata. Lakini kwingine, Ahmed Pipino, nyota wa KMC, ni miongoni mwa wachezaji walioitwa katika kikosi cha awali cha Taifa Stars kujiandaa na AFCON 2025, na kama atatoboa kwenye kikosi cha mwisho kitakachoelekea nchini Morocco, basi itakuwa ni mara yake ya kwanza katika historia ya maisha yake ya soka. Tumezungumza na baba mzazi wa mchezaji huyo ili kupata hisia zake. Wazazi tumefurahi sana kusikia mwanetu ameitwa katika timu ya taifa kwenda kushiriki mashindano kama hayo, mashindano makubwa katika Afrika. Tunafurahi sana, na vile vile tunawashukuru wale viongozi wa TFF, makocha na wadau wengine wa soka kiasi cha kumuona yeye na kumuita katika timu kama hiyo. Tunawashukuru vile vile, na sisi wenyewe tunampongeza mwanetu kutokana na jitihada zake alizokuwa amezifanya mpaka kuonekana na kuchaguliwa mpaka katika timu ya taifa. Kwa hiyo sisi tumefurahishwa sana. Tumefurahishwa sana. Kwa mara ya kwanza mnalisikia jina lake limo kwenye kikosi cha timu ya taifa, kama familia na watu ambao wamewazunguka, ni kitu gani mlikizungumza baada ya yeye kuitwa, na yeye kabisa mkikaa naye mnazungumza naye nini? Sisi tulizungumzia kuona kama imepatikana fursa nzuri kwake kuchaguliwa katika timu ya taifa na kwenda kwa mashindano makubwa kama hayo, kwa ajili ya tazidi kuonekana zaidi kimataifa. Unaona bwana. Na yeye mwenyewe tumemhimiza tu zaidi aongeze sana bidii, kwa sababu sasa fursa ile ya kuonekana kimataifa ndio imeshamfikia. Kwa hiyo sasa afanye bidii zaidi mara mbili ya hiyo, ili aweze kupata nafasi zaidi sasa kimataifa mpaka ifikie ngazi za juu kabisa. Baba mzazi huyo wa Pipino, na kuweka rekodi sawa, si mara ya kwanza kwa mchezaji huyo kuweza kujumuishwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Tuhitimishe na hili. Mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya 57 ya shirikisho la michezo ya mashirika ya umma na makampuni ya taasisi binafsi, Shimuta, ameweza kuzungumzia kufana kwa mashindano hayo. Mashindano yamekuwa na msisiko mkubwa kwa sababu kumekuwa na taasisi nyingi. Kila mwaka taasisi zinaongezeka. Tuna watu zaidi ya 3000 wako hapa Morogoro kwa ajili ya kushiriki mashindano haya, na msisiko ni mkubwa sana. Pamoja na kwamba mashindano ya mwaka huu yamekumbwa na changamoto za hapa na pale. Mwanzoni tulitegemea tufanyie Mwanza, lakini kwa sababu ya changamoto tukahamishia Tanga, lakini vile vile hatukuweza kufanikiwa. Mwisho wa siku tukaamua kufanyia hapa Morogoro, kwa ambayo tangazo lilitoka kwa muda mfupi, lakini pamoja na hayo mwitikio wa watu ulikuwa ni mkubwa sana. Sisi kama Ngorongoro tumejipanga na tunasema hatujakomea hapo. Muse ajipange, tupo tayari kwa mashindano, na mwakani Mungu ikimpendeza tunatarajia kushiriki ligi kuu ya volleyball. Tumejiandaa na tunaweza. Kama wanawake volleyball tunakichapa. Kila mmoja anayekuja kwenye michezo kama hii amekuja kushindana, lakini tumejipanga. Lengo letu kwa siku za baadaye kwanza ni kuongeza muda wa mazoezi kwa wachezaji wetu, kwa sababu wachezaji wetu mara nyingi wengi wao ni askari, na mara nyingi wanashughulika na hizi shughuli za ulinzi wa rasilimali zetu. Kwa hiyo tunatengeneza utaratibu mzuri kuhakikisha kwamba wanapata muda wa kukaa kwa pamoja, kushiriki mazoezi kwa pamoja, lakini pia kuandalia viwanja vya karibu ya maeneo ambayo wanafanyia shughuli zao za uaskari, ili waweze pia kutumia viwanja hivyo ambao vitakuwa karibu na wao.
Namna nikufahamishe kwamba muda huu kupitia chaneli ya Azam Sports 2, tukio ambalo linaendelea hapo ni upangaji wa draw kwa ajili ya timu zitakazoshiriki katika fainali za kombe la dunia litakalofanyika 2026 kwa ushirikiano wa Marekani, Mexico pamoja na Canada, na Rais wa Marekani Donald Trump ni miongoni mwa walio hapo. Kwa kuhitimisha, nikufahamishe tulikuwa nayo usiku huu. Simba na Azam FC zaendelea kujifua kujiandaa na Mzizima Derby Benjamin Mkapa kuamua nani kuibuka mbabe. Mabingwa watetezi Young Africans kuifuata Coastal Union kesho, ngoma kupigwa Jamhuri Dodoma. Na Kogalo na Eagles zakamilisha maandalizi yao zikisema kazi ipo mashemeji Derby Jumapili hii. Kufika hapo hakuna la ziada. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Akida Kilango wa Akidu Kaida. Uwe na usiku mwema. Acha hiyo.